Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika sikukuu hii kubwa kabisa, tunapoenda kusherekea na kutafakari sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani umwilisho wa Mungu, kuzaliwa upya kwa mwanadamu na tumaini la wokovu. Wapendwa katika Bwana, leo ni sikukuu kubwa kabisa ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yeye ni njia ya ukweli na uzima, ambaye mimi na wewe tumeweza kubatizwa kwa jina lake. Mimi na wewe tupo hapa kwa sababu yake mwenyewe. Hivyo basi, kwa tendo hili kubwa kabisa la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunapata heshima mpya, tunapata utu mpya na hadhi mpya. Kwa sauti kuu malaika wanasema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na duniani amani kwa watu aliowapenda. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 7, Nabii Isaya anatuambia kwamba kwa maana mtoto amezaliwa kwetu, mwana ametolewa kwetu, na uongozi utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, yaani Mungu shujaa, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Katika somo la pili kutoka kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14, tunaambiwa kwamba neema ya Mwenyezi Mungu imefunuliwa kwa watu wote. Na katika injili ya siku yetu ya leo kutoka mwinjili Luka sura ya 2 mstari ule wa 1 mpaka wa 14, tunaona mambo makuu yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa, tunaona Mungu anaingia katika historia ya mwanadamu. Injili inaanza kwa kumtaja Kaisaria Augusto na inataja mambo ya sensa inayohusisha kuwa Mungu hakufanya wokovu mbali na maisha ya watu, bali aliingia ndani ya historia halisi ya mwanadamu pamoja na mifumo ya siasa na changamoto zake. Wapendwa katika Kristo, tunaona kwamba kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ubinadamu wetu umeweza kuinuliwa tena. Mungu hakuona ubinadamu wetu kuwa kitu ambacho hakina thamani, bali ameona ubinadamu wetu una thamani, kuwa kitu cha kukimbilia. Aliuvaa tena. Hili ni fundisho kubwa la imani yetu, yaani umwilisho. Kwa sababu hiyo basi, wapendwa katika Bwana, lazima tuheshimu utu wa kila mwanadamu. Lazima tutulie na tulinde uhai huu. Lazima tupinge kila kitu ambacho kinadhalilisha utu wa mwanadamu. Na Krismasi hii itukumbushe kuwa kila mtu ana thamani machoni pa Mwenyezi Mungu, na maskini, mgonjwa, mzee, mtoto aliyeachwa au mtu aliyejeruhiwa ana nafasi kubwa machoni pa Mwenyezi Mungu. Jambo la pili katika Injili tunaliona ni kwamba Yesu anazaliwa katika unyenyekevu mkubwa sana. Yesu mfalme wa mbinguni na duniani anazaliwa si katika jumba la kifalme, bali anazaliwa katika holi la kulishia wanyama, holi la ng'ombe. Hii inatufundisha kwamba Mungu anachagua unyenyekevu na umaskini katika njia ya kutufikia sisi wanadamu. Pia tunaona jambo jingine kwamba hakukuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Wapendwa katika Bwana, kauli hii inabaki kuwa swali kwa kila mmoja wetu. Je, tunampa Yesu nafasi katika maisha yetu, au tunamwacha nje kwa sababu ya shughuli na tamaa binafsi? Jambo jingine katika Injili tunaona kwamba habari njema inatangazwa kwa wanyonge. Malaika hakuenda kwa wakuu au wenye nguvu, bali alienda kwa wachungaji, watu wa kawaida kabisa. Hii inaonyesha kwamba wokovu ni kwa kila mtu, hasa wanyonge na waliopuuzwa. Wapendwa katika Bwana, leo ninawaombea baraka hii. Yesu azaliwe ndani ya mioyo yenu. Si tu azaliwe Bethlehem, bali azaliwe ndani ya mioyo yenu. Azaliwe ndani ya familia zenu. Azaliwe ndani ya sehemu zenu za kazi. Azaliwe ndani ya kazi zenu. Azaliwe ndani ya maamuzi yenu. Krismasi ya kweli ni pale ambapo si Yesu tu anazaliwa, bali mimi na wewe tunapata kuzaliwa tena upya. Unazaliwa upya katika matendo yako, mitazamo yako, namna yako ya kusali, namna yako ya kusamehe watu, namna yako ya kushirikiana na wengine. Ukristo wetu uanze upya.
maisha yetu ya imani yaanze upya, mahusiano yetu na Mungu yaanze upya, mtazamo wetu wa maisha uanze upya. Hii ndiyo maana ya Krismasi, kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristu, na sisi tunazaliwa upya. Yesu hazaliwi tena pale holini, pale sehemu ya kulishia ng'ombe. Leo anataka kuzaliwa ndani yako, anataka kuzaliwa ndani yangu mimi na wewe. Na kama Kristo anazaliwa ndani yako, basi huwezi kubaki yule yule, unakuwa kiumbe kipya. Wapendwa katika Bwana, Yesu Kristo ni Imanueli, Mungu pamoja nasi. Neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Tunaona katika Yohana sura ya 1 ule mstari wa 14. Mungu aliumba dunia kwa neno lake. Sasa hilo neno limekuja, linaishi kati yetu, mimi na wewe, linatembea nasi, linaunganisha udhaifu wetu. Tunaona kwamba Adamu wa kwanza alikataa kumcha Mungu, alikataa kumpa Mungu utukufu, lakini Yesu ambaye ni Adamu mpya anamtii Baba ili kurejesha tena mahusiano yaliyokuwa yamevunjika. Do not be afraid, do not be afraid.